Ni wiki hii siku ya Jumanne, Mei 27, Capricorn Clark, mwanamama huyo msaidizi wa zamani wa Diddy, alitoa ushahidi katika kesi ya shirikisho ya usafirishaji haramu wa kingono na njama uhalifu wa mitandao RICO. Kesi zinazomwandama rapper Sean Diddy Combs ni mengi ambayo aliweza kuzungumza, ikiwemo ya mwenye kutekwa, kutishiwa maisha, kunyanyaswa, kushiriki kwenye tukio ambalo rapper Diddy alimtaka kwenda kushirikiana naye kwa ajili ya kumtoa uhai Kid Cudi, masuala ya virupuzi vya gari aina ya Porsche na mengine ambayo aliweza kuweka wazi. Sasa ambacho kimeweza kuchukua nafasi kwenye vyanzo mbalimbali vya habari ni katika siku hiyo, kipindi ambacho alikuwa akitoa ushahidi, Clark aliojiwa na wakili wa utetezi wa Diddy Mark Agnifilo. Huyu ni wakili wa Diddy ambaye alimtaka kumbushia tukio alilowahi kumwelezea awali kuhusu kesi mwezi April mwaka 2024 baada ya maafisa wa serikali kuvamia nyumba za Diddy zilizoko Los Angeles pamoja na Miami. Clark na wakili wake walikutana na mawakili wa Diddy katika kipindi hicho kwa lengo la kumtaka mwanamama huyu arejee kama moja ya wafanyakazi wa juu katika makampuni ya Diddy katika kipindi hicho. Sasa Agnifilo alimuuliza Clark kuhusu sehemu ya mazungumzo yao wakati wa mkutano, na Clark alieleza kuwa mbele ya mahakama alimshauri kesi aachane na Diddy na aanze kutoka kimapenzi na wanaume wengine. Inadaiwa kuwa kesi alijibu kwa kusema kwamba Jay-Z tayari amekwisha kuchukuliwa na mtu mwingine kwenye mahusiano, na kumuuliza sasa Clark ya kuwa sasa nitoke na nani. Yani hapa ambacho anakimaanisha ni kuwa katika kipindi chote ambacho Clark alikuwa akifanya kazi chini ya Bad Boy Records na kupitia ama ku experience maswaibu yote ya kesi, na alipojaribu sasa kumshauri kuachana na rapper huyo ili awe kwenye mahusiano mengine, ni kama kesi alionyesha kuwa hakuwa tayari kwa hilo, na hii ni kutokana kwamba kama asingekuwa Diddy kwenye mahusiano, basi Jay-Z alikuwa option ya pili, lakini tayari alikuwa kwenye mahusiano. Yani hapa ambacho anakimaanisha ni kuwa Jay-Z tayari alikuwa na Beyonce, hivi kwa namna zaidi ya kuendelea tukua na Diddy na kuwa tayari kufanywa yale yote ambayo yamekwisha kuelezwa kwenye ushahidi wake aliotoa hivi karibuni. Hii ni taarifa ambayo imeweza kuwashangaza watu wengi sana baada ya kuwa reported ama kuchukua nafasi kwenye vyanzo mbalimbali vya habari, upande wa mashabiki kudai kuwa ni kama kiasi alikuwa akiupenda maarufu na alikuwa akienjoy kuwa na hawa moguls, yani Diddy ama Jay-Z, kama ingewezekana ni kama angeamua kumwacha Diddy. Na yote ni kutokana na ushawishi wao upande wa muziki, lakini pia nguvu ya kifedha, na hivyo alikuwa tayari kujisacrifice kwa chochote. Tangu kukamatwa kwa rapper Diddy bado yupo kizuizini huko Metropolitan, na siku ya jana, yani Jumatano wiki hii, mwendelezo kesi zake ulichukua nafasi alichokuwa kwenye mapumziko kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Mama yake mzazi pamoja na watoto wake waliamua kuondoka na kutokurejea kuendelea kusikiliza kile ambacho kilikuwa kikichukua nafasi. Kwenye taarifa nyingine, kwa mujibu wa jarida la People, Kelsey, mwanamuziki huyo na aliyewekwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na Diddy ambaye kwa sasa na umri wa miaka 38 amekwisha kujifungua mtoto wa tatu. Huyu ni mtoto wa kiume akiwa na mume Alex Fine mwenye umri wa miaka 32. Wawili hawa tayari walikuwa wamekwisha kufanikiwa kupata mabinti wawili, Frankie mwenye umri wa miaka 5 na Sun mwenye umri wa miaka 3. So nao wameongeza mtoto ambaye ni watatu na wa kiume. Wawili hawa ama Alex Fine, mume wa kesi, alionyesha kuwa naye bega kwa bega tangu mwanzo wa matatizo yake mpaka hapa ambapo ameweza kufikia. Na utakumbuka kesi kipindi ambacho alikuwa akitoa ushahidi mahakamani, alionekana kuwa na ujauzito sofu na amekwisha kujifungua baby number 3. Hiyo ni SNS Management.